nothing. I'm just sleeping. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Kama nakufanya Islami Muslimin Rikuani kama nakufanya hivi yakufanya Rikuani Isimama Itabukani Sheikh bana. Sheikh. Mstadi. Kitambo sana. Asante sana. Sawa, shukrani. Asante. Naona unaendelea vyema. Sheikh wangu unaona Mola siku umenenepa vizuri bwana. Alhamdulillah. Allah anasaidia. Vizuri Sheikh. Mimi ningewahimiza vijana wangu muendelee na swala kila wakati. Sawa, Allah atatusaidia na pia waambie wale vijana wafike msikitini. Nitawahimiza inshallah inshallah. Bibi Sheikh. Ustadi, niko salama lakini kuna jambo nilikuwa nataka kuzungumza na wewe. Bismillah. Naam Sheikh wangu. Vipi bwana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sasa mimi najua ukinita kama hivi. Wewe ni mcha Mungu sana. Mwenyezi Mungu akuweke na pepo ya dunia bana. Unajua Ustadh Abubakar? Yaani vijana wote wa hapa mtaani kijijini wangelikuwa kama wewe ustadi wangu. Na kwa pia pepo ya hera ingeonea kwa vyo sasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Nashukuru bana. Khairi zote bana ziko wewe bana. Alhamdulillah. Unajua yani wanajisikia faraja nikitoka kwangu tukijapata swala pamoja hapa kwako. Yani naona neema ya heri inanishukia kabisa ustadi. Na kwa hivyo kulikuwa kuna kifungu. Nimepanga tuje tushirikishane mimi na wewe. Neema sana. Karibu bana kijana wangu. Shahango wewe bana. Wewe mcha Mungu sana. Wewe wahimize mpaka wale vijana mtaani. Hata wewe ustadi. Hiyo ni kazi tumepewa na mtume wetu tuifanye kwa ajili ya kuokoa wale ambao hawajaijua Qur'an takatifu. Tuweze kuwafundisha tuwaweke heri ya daima. Sasa ustadi, mimi huwa napenda kuongea na vijana na kuna maneno makali napenda kuambia lakini hawanisikii. Ustadi, sio maneno makali wanaoambia vijana wetu.
Lakini hata Qurani yenyewe takatifu inatueleza hivi: na nani dhalimu mkubwa kuliko yule amtungeaye uongo Allah, au mwenye kusema nimeletewa wahi na hali hakufunuliwa chochote. Tena inaendelea hivyo hivyo na kutuambia, na yule asemaye ateremsha ufunuo kama ule alioteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Sikia maneno ya Allah yalivyo matamu. Anatuambia tena, na kama ungewaona madhalimu watakapokuwa katika mahangaiko ya mauti. Mahangaiko ya nini? Ya mauti. Na malaika wamewanyoshea mikono yao na kuambia, zitoeni roho zenu, leo mtalipwa adabu ifedheshayo kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyasema juu ya Allah. Haya mambo tunayowafundisha vijana wetu hapa duniani ni ya heri, lakini huwa wanapanga mambo ambayo yanaenda kinyume na Allah. Sasa tunaambiwa pasipo haki, kwa vile mlivyokuwa mkizifanya kibri katika aya zake Allah, tutapata moto wa milele wa jahannam. Ustadhi, hapo unatarajia nini kijana wangu? Sasa shehe wangu, mimi ningependa kuhimiza vijana ambao wako hapa mtaani, na pia nikishawahimiza mimi na pia pale utakapowaona wanazurura mitaani, basi wahimize wawe miongoni katika wale wacha Mungu. Na pia kitu kingine, familia yako hakikisha isikose swala. Swala 5 Mwenyezi Mungu ametuwekea. Inshallah. Hizi nguzo 5 utakapokuwa ukosi hata moja, basi Mwenyezi Mungu atakuwekea wewe ambao itakuwa anakuepishia moto wa jahannam. Basi sisi tumuombe Mwenyezi Mungu atuweke katika miongoni ya wale ni watu wa kutenda khairi. Amin. Sasa ustadi, hapa kuna jambo la heri kubwa lililonileta kwako. Najua pia hata Allah anasema umri wa kuoa unapofika, basi tutafuta wachumba ili tusiingie katika zinaa. Utimize wajibu bana. Sasa ona, mimi nimekuja hapa kwa jambo moja. Najua unamuelewa vizuri sana Sharma. Nampate. Yule Sharma mimi bado anasumbua moyo wangu. Yule alikuwa mwanafunzi wangu ile sikusei. Huyo mwenyewe. Sasa nimejaribu kwa kila mbinu ustadhi wangu. Sioni aibu kukwambia haya, maana najua ni jambo la heri na utanisaidia kufikisha huu ujumbe kwake. Mambo heri. Mimi nakuachia ujumbe. Naomba ujaribu kuongea naye aweze kunielewa hisia zangu pia. Maana hapa nilipofika ustadhi wangu, nahitaji kupata jiko pia mimi. Mambo heri. Sasa itabidi tufanye hivi. Twende kwa wazazi wake ama yeye mwenyewe? Mimi naona muone yeye mwenyewe. Nifikishie ujumbe, usikiza atasemaje. Maana kwangu amekuwa mgumu kunielewa. Basi shehe wangu, hiyo haina tatizo. Nashukuru sana. Mambo heri bana. Nashukuru sana. Nitafikisha maadili yake, atasikiza maneno yangu na kuwafanyia kazi, basi hiyo ni khairi bana, na yule msichana yule yuko sawa. Inshallah. Basi mimi nashukuru ustadhi wangu. Okay. Mimi naona afadhali nikuache niendelee na shughuli za kitaifa. Naam, tamam. Nilipitia hapa kufanya swala pamoja, nikueleza hili jambo la heri. Alafu niendelee na shughuli nyingine. Basi tamam, hiyo ni khairi na pia nitafikisha hiyo habari. Inshallah ustadhi. Mimi nashukuru. Safari njema. Na bakia salama. Shukran ustadhi.
Nakuja. Oh. Afadhali chimami wangu nimekuona tena kwa mara nyingine. Maana nimekumisi. Mimi nilikwambiaje? Mimi si chimami wako, sawa? Alafu nilikuwa natafuta Chiksi. Ako hapa? Ninajaribu kumpigia apatikane. Naweza niambia kama ako hapa? As I told you before, mommy, you are the beautiful dove that made me to fall in love. Don't say hapana. Huh? Yaani shwali unakuja hapo na nulizia mwanaume mwenzangu, kweli? Au unanidharau jua hii kazi yangu ya ulinzi? Sikia. I came here because of one person. Na huyo ni Chiksi. Yuko ama yuko? You came here because of one person. You came here because of one person. Am I many? Huh? Now listen. Chiksi jana aliingia hapa na limama lengine bonge. Bonge nakwambia. Anatoka hapa asubuhi wa hema nchoka. Kwa sasa niko mwenyewe. Twende ndani tukaweze kufurahia haya matunda aloletwa na Yesu mwenyewe Kristo. Twende. Mwanaume mkubwa na hata ana akili. Wewe, ipo siku nitakupata mimi. Eti mwanaume mkubwa na huna akili. Haya hako kafupi kako jinsi kanavyokufanya. Mimi ndo naitwa Kimoda Mlinzi aka Kahangira Mtuma Getoni. Na kuangalia wewe tu. Shabu. Kwa muda mrefu sana nilikuwa natamani japo nipate angalau neno lako moja la faraja katika moyo wangu. Siku nyingi natamani sana uwe mke wangu na nimekwambia haya. Kwa nini hutaki kunipatia majibu? Hivi shehe, nishakukataza mara ngapi maneno kama haya? Nilikwambia mimi niko na mtu wangu. Nilikueleza niko na mchumba wangu. Niko na mwanaume mwenye niko na malengo naye. Shehe tafadhali, tusije tukavunjiana heshima. Tafadhali sana shehe hapo. Na kuomba. Kaa mbali na hili. Mimi nina mtu wangu. Sikutaki na sikupendi, sikuhitaji. Ama mpaka nikutusi ndio useme sina adabu. Sharma, wewe ni mwanamke mzuri uliyefunzwa katika maisha ya dini. Unajua stara zote za Kiislamu. Unafaa na unaendana na kuwa na shehe kama mimi. Kuomba Sharma unikubalie hili ombi langu ili tuweze kuijenga hii nguzo kwa pamoja ya imani katika swala. Shehe. Kwa hiyo kama nimefunzwa jinsi ya kujiweka katika dini ya Kiislamu ama nimelelewa katika malezi ya Kiislamu, ndio niolewa na wewe? Ama nimefunzwa kwa niaba yako wewe? Nimelelewa kwa niaba yako wewe? Sasa sikia nikwambie. Usitake ukauona upande wangu wa pili. Tafadhali shehe. Chonde. Tengua kauli yako. Sijaandika mimi nataka mume. Tafuta mke uongo.